Leo tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025 nimefanya kikao na madereva wa usafirishaji kwa maana ya bodaboda na bajaji, lakini kwa kushirikiana na wenzetu wa LATRA. Kikao hiki kimekuwa ni muhimu, kikubwa ilikuwa ni uelimishaji na kuomba hawa waendesha bodaboda pamoja na bajaji kutii sheria za usalama barabarani, sheria za usafirishaji, kutii sheria ambazo zinawazuia makosa ya kijinai. Kwa hiyo kwa ujumla wake tumeona ni vema tukashirikiana katika hayo, kwa sababu sisi kwa upande wa jeshi la polisi tumehusisha makundi mbalimbali katika falsafa ya polisi jamii na ulinzi shirikishi, ili atilisi kuweza kuzuia na kubaini na kutanzua uhalifu bila kusahau makosa ya usalama barabarani. Kwenye hicho kikao kuna mambo mengi ambayo tumewasisitiza bodaboda au na waendesha bajaji kuzingatia sheria, ikiwemo kuvaa helmeti, kutobeba abiria, kuzidisha abiria kwenye bajaji na kwenye bodaboda, wakati mwingine hiyo wanaita mshikaki, lakini kuendesha wakiwa wamelewa, wakiwa na kilevi, na kutokufuata sheria nyingine za barabarani, kufanya fujo kwa maana ya uendeshaji wa fujo wa hatari. Hayo yote tumejaribu kuwasisitiza ili kuhakikisha kwamba watumiaji wa barabara wao wenyewe na watumiaji wengine wa barabara wananufaika na hawaoni kero wakati wakiwapo barabarani. Kwa hiyo tumewasisitiza mbali ya hayo kuwa na leseni wakati wakiendesha vyombo hivi, kwa maana ni sheria, lazima uwe na leseni. Tumeweka utaratibu mzuri, mazingira mazuri ya upatikanaji wa leseni. Tunajua kwamba wao wanatafuta fedha, lakini ukasema tuanzishe darasa maalum ambalo inaweza likawafikika kirahisi kuweza kuwafundisha na hatimaye tuweze kuwasaidia waweze kupata leseni kirahisi, kwa sababu ukamataji ni mwingine, lakini lazima kujenga mazingira mazuri ya kuwawezesha waweze kupata leseni hizo. Mbali hayo, tumeona kwamba hawa lazima wana vijiwe, lakini vingine vilishakufa. Kwa hiyo tumewasisitiza waviuishe hivyo vijiwe vyao na tuwe na kanzidata ya hivyo vijiwe na kuwa na uongozi imara kwenye hivi vijiwe, kuwa na magrupu ya WhatsApp ambayo yanaweza kusaidia katika kuelimishana, kuonyana, lakini na kupeana taarifa, kuhabarishana. Kwa hiyo yote yanaweza kusaidia kuhakikisha kwamba ujumbe unafika haraka na hawa bodaboda, hawa waendesha bajaji waweze kuleta tija kwanza wao wenyewe, kwa sababu tumewasisitiza na tumewaonya kwamba wajithamini, kwamba kazi hiyo ni halali, ina manufaa kwao, kwa familia na taifa jumla kwa ujumla. Kwa hiyo tumewasisitiza wawe na mshikamano, wao na umoja miongoni mwao, na kitu ambacho kimewavutia zaidi ni kupitia wenzetu wa LATRA na jeshi la polisi pamoja na wadau mbalimbali, tumesisitiza uanzishaji wa SACCOS. Hii SACCOS itawasaidia kujikimu katika kwenye maisha yao, ikiwemo changamoto ambazo zinawakabili zinaweza zikatatuliwa, kwa sababu watakuwa na nguvu ya kifedha, itaweza kuwasaidia. Na sisi kwa upande wa jeshi la polisi, polisi tumeamua mimi mwenyewe tuwachangie shilingi milioni 1 ili iweze kuwasaidia, kwa sababu walikuwa na changamoto ya michango kwenye wili waweze kuanzisha, wanahitaji milioni 10. Kwa hiyo walikuwa wanapungukiwa baadhi ya fedha. Kwa hiyo sisi tumewasapoti kivitendo kwamba ndani ya wiki 2 tutawapa shilingi milioni 1 iweze kuwasapoti, kuwapa nguvu ya kuweza kukamilisha zoezi la upatikanaji wa fedha ya kufungua SACCOS. Kwa hiyo wamefurahia, na hiyo ni utekelezaji mashirikiano ya kivitendo. Kwa hiyo nao wamesema wako tayari kuweza kutusaidia katika hilo la kwanza, kutii sheria, na tumewasisitiza kwa sababu Dodoma ni makao makuu, ndio fahari ya Tanzania, makao makuu. Kwa hiyo tumesema nao wabadilike kifikra na kimtazamo, kwamba wazingatie sheria, wawe mfano wa kuigwa, kwa maana na wao wako makao makuu ya nchi. Mbali ya makosa ya usalama barabarani,
kwenda kwenye swala zima la kubaini na kuzuia uhalifu mwingine ikiwemo wizi, uvunjaji. Tumewasihi wasijihusishe na uhalifu, wasisafirishe mali za wizi, wasisaidie kuwasafirisha wale wahalifu kwa ambao wanataka kutenda matukio hayo. Kwa hiyo wao watoe taarifa za uhalifu na wahalifu haraka iwezekanavyo kabla uhalifu haujatokea au hujatendeka, na mara pindi unapotendeka basi wao wepesi pata taarifa hizo waweze kutujulisha na kutupa taarifa ili tuweze kudhibiti au kukamata wahalifu. Mbali ya hayo, tumeona vile vile wasichukue sheria mikononi, sababu inatokea kipindi fulani wanaweza wakawa wamegongwa, iza gari imesababisha ajali, wamepata madhara, wamegongwa. Sasa wao wanafikiria tu kuchukua sheria mikononi, lakini nao tumewakumbusha nao wanasababisha ajali, lakini mbona wao huaga tuchukue sheria mikononi, kwamba wanavamiwa, wanapigwa. Kwa hiyo sema hilo wao wajue kwamba wazingatie sheria. Kama mwendesha pikipiki au bajaji bahati mbaya amepata ajali, amegongwa, watoe taarifa ili tuweze kushughulikia ajali hiyo kwa mujibu wa taratibu zilizopo, taratibu sheria za usalama barabarani, lakini wasichukue sheria mkononi, aidha kuwapiga wale wagonga au kuchoma vyombo vya moto, kwa sababu na wao wanaweza kusababisha ajali. Kwa hiyo tumejaribu kuwasisitiza kwenye masuala hayo kwamba wasichukue sheria mikononi. Jambo lingine, nafikiria tumeona kwamba sisi kwamba tutaanzisha tuzo maalum ya kuweza kuona vijiwe gani ambavyo vinafanya vizuri katika usafirishaji wa abiria, kwa sababu kuna vijiwe, lakini afisa usafirishaji gani au bodaboda gani ambaye anafanya vizuri katika kazi hizi za usafirishaji kama maafisa usafirishaji. Kwa hiyo tutaandalia tuzo maalum ambazo ili kuwapa morali, kuwapa hari ya kuweza kufanya kazi vizuri, ya kuweza kuzingatia sheria, lakini kuwa na matamasha mbalimbali ikiwemo kula chakula cha pamoja na wao. Sasa ile itaondoa fikra kwamba jeshi la polisi au vyombo vyovyote, vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo au mamlaka ambazo zinasimamia usafirishaji au masuala mazima ya usalama barabarani kwamba wao ni maadui. Tunataka tuwe na urafiki, lakini urafiki ambao unazingatia sheria za nchi, urafiki ambao au kinzani na matarajio ya nchi, ili nchi yetu iweze kuendelea zaidi na tuweze kudumisha amani na utulivu katika nchi yetu. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba wazingatie sheria, kwa sababu hii ni kwa manufaa, kwanza manufaa yao wenyewe, kwa maana kwa vyombo vyao kutokuharibika, lakini bila kusahau wanaweza kusababisha ajali ambayo inaweza ikawagharimu wao wenyewe na watumiaji wengine wa barabara. Lakini kiwepo pamoja sio tu ajali, lakini wanaweza kuchukulia hatua za kisheria ikiwemo kufikishwa mahakamani na kutozwa faini. Sasa kwa hali ya namna hiyo, hali hiyo hailipi. Hii hali hailipi, kwa hiyo inatakiwa wabadilike kifikra, waache hiyo tabia. Na sisi kama jeshi la polisi tunaelimisha, tunawatia moyo, lakini hatutasita kuchukua hatua stahiki kwa wowote ambao watakiuka sheria, kwa sababu lazima tuelimishe, wafahamu. Kwa hiyo wakikiuka sheria lazima tuwashurutishe, kwa sababu wameshindwa kutii sheria bila shuruti. Kuna baadhi ya tabia ya madereva kuendesha vyombo vya moto kwa kutumia chassis number. Kuta chassis number zinabandikwa. Sasa hiyo ni kosa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo wao hawataka kujisajili, kupata namba za usajili wa magari yao, wanakaa na hizo chassis namba kwa muda wote bila kubadilisha hizi namba. Sasa hii ni hatari, kwa sababu kwanza kisheria hairuhusiwi kuendesha muda wote, nyakati zote, bila kubadilisha. Na mbali ya hayo, unakuta wengine watumia namba ambazo sio za nchi nyingine. Unakuta nchi moja ameweka namba hii, plate number ya nchi mojawapo za Afrika au nchi za nje ya Afrika, wanaweka Tanzania na wanazitumia humu ndani. Sasa hizi namba wanazoweka plate number, sisi jeshi la polisi tunaendelea na operation. Tutawakamata na watawajibisha kwa mujibu wa sheria. Ni plate number nyingi tumezikamata.
Hizi tu ni baadhi ni baadhi ya tu ya plate number ambazo kisheria haziruhusiwi kuwepo. Plate number nyingi sana. Sasa hizi wengi tunatoa onyo kali kwa watu wote ambao bado wanaendelea kutumia plate number na namba ambazo sio za nchi ya hapa na ambazo hazijazingatia sheria, kwa sababu kama unatumia namba kutoka nchi nyingine kuna taratibu zake. Lakini mtu anachukua jambo yote anaweka ili mradi plate number. Plate number ina taratibu zake, kwa hiyo watu wazingatie sheria za uwekaji wa plate number. Jina langu naitwa Ezekiel Emmanuel, ni afisa mfawidhi wa LATRA mkoa wa Dodoma. Kwa leo tulikuwa na kikao na kundi la waendesha pikipiki za magurudumu mawili na magurudumu matatu maarufu kama bodaboda na bajaji. Kwanza nipongeze ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma kwa kuweza kuratibu kikao hiki ambacho kimewakutanisha wenzetu hawa, na lengo kubwa la kikao hiki ilikuwa ni kutoa elimu na kukumbushana mambo kadhaa ya uzingatiaji wa masharti ya usalama barabarani. Lakini sisi kama LATRA tunatambua pikipiki na bajaji ni vyombo ambavyo vimekubaliwa kisheria kutoa huduma ya usafirishaji wa abiria, ambapo sisi LATRA tunatoa leseni za usafirishaji wa abiria kwa hizi pikipiki na hizi bajaji, ambazo msingi wake ni kwamba hizi pikipiki na bajaji tunazipa leseni za usafirishaji wa abiria kwa njia ya kukodiwa, kwani hizi pikipiki na bajaji ziko kwenye kundi la vyombo vya kukodisha. Na hiyo ndio leseni ambayo sisi LATRA tunawapatia hawa watu. Na katika kikao cha leo tumesisitiza kuzingatia masharti yao ya leseni, kwani tunapopatia leseni tunawapatia kwa kutambua vituo vyao ambavyo vimesajiliwa kisheria, na kuwasisitiza kwamba wanapokuwa wakitoa huduma wahakikishe wanatoa huduma katika hivi vituo ambavyo wamepatiwa leseni zao. Kumekuwa na ukiukwaji wa masharti ya leseni, kwa hasa upande wa bajaji kutoa leseni kwa namna ya kama magari mengine ya public transport kama daladala zinavyotoa huduma ya usafiri, na hivyo bajaji nao zimekuwa zikitoa leseni kwa namna hiyo, kwa kupakia abiria na kuchaji nauli kama vyombo vya usafiri wa umma. Kwa upande wa bajaji hayo ni ukiukwaji wa masharti ya leseni, kwani wao utoaji wao wa huduma ni kwa namna ya kukodiwa. Tunajua bajaji akitoa leseni kwa kuchaji nauli kwa idadi ya abiria ambao wameainishwa kubebwa kwenye bajaji, akichaji nauli, hakuna nauli ambayo itamtosheleza kiurahisi kuweza kukizi mahitaji kwa huduma anaweza kuitoa kwa namna ya kuchaji nauli, kwani nauli za mabasi ya umma kwa mfano kama daladala za mjini tunajua nauli ni shilingi 600, lakini bajaji akiamua kuchaji nauli ya shilingi 600 kwa abiria ambao wameainishwa kubebwa kwenye bajaji, hataweza kumtosheleza kuweza kujikizi kujiendesha. Hivyo atalazimika kubeba abiria wengi kupita kiwango kilichoainishwa kwenye chombo hicho, na mwisho wa siku anaingia kwenye uvunjifu wa sheria na kuhatarisha usalama wa abiria anaokuwa anawapakia kwenye chombo hicho. Kwani bajaji tumesikia kuna msemo anaita tano bora. Ukipakia abiria zaidi ya 3 kwenye bajaji, kile chombo ni chombo ambacho kimeundwa kwa magurudumu matatu. Tunajua barabara zetu na mazingira yetu ambayo hivi vyombo vinapeleka abiria. Tutaingia kichombo kishabeba abiria wengi kuzidi kiasi, hicho kitakosa balance, na tumeshuhudia ajali mbalimbali ambazo zikitokea kutokana na vyombo kubeba abiria kuzidi kiwango kilichoainishwa. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa elimu kwa wenzetu hawa kuhakikisha wanazingatia masharti ya leseni zao na kubeba abiria kwa mujibu wa leseni zinavyowataka. Lakini pia sisi LATRA tuwashauri hawa wenzetu wa bajaji na bodaboda, wana chama chao cha umoja wa waendesha bajaji pikipiki na bajaji mkoa wa Dodoma wanaitwa MAPIDO. Tuliwashauri waanzishe SACCOS, ambao hiyo SACCOS itawawezesha wao kujikwamua kimaisha, na hivyo wataweza kuwa wanasaidiana wao kwa wao katika kukopeshana mikopo midogo midogo. Naitwa Simon Elias Mangula, ni mwenyekiti
wa umoja wa madereva bodaboda, lakini mimi ni mwenyekiti wa Umapido SACCOS. Mimi ni mwenyekiti Samia SACCOS ya madereva bodaboda bajaji mkoa wa Dodoma. Baada ya kwa kikao cha leo, tunashukuru sana kwa wito wa RPC Katabanzi na mkoa wa Dodoma. Pia tunamkaribisha sana. Lakini pia tumejifunza mambo mengi sababu wanaonyesha ushirikiano na jamii na kila makundi yote ikiwemo bodaboda ya bajaji. Tunashukuru kwa kutujali sana. Lakini pia tunapenda kumshukuru sana kwa kuweza kuchangia shilingi milioni 1 kwa ajili ya uendeshaji wa Umapido SACCOS. Tunamshukuru sana kwa hilo. Lakini pia tumemhakikishia RPC kwamba sisi kama viongozi wa bodaboda mkoa wa Dodoma tutashirikiana naye katika mambo mbalimbali ikiwemo kutokomeza uhalifu usababishwa na bodaboda kwenye tasnia yetu ya usafirishaji na kuwa salama. Na pia tusafirisha abiria wetu kwa kufuata sheria za usalama barabarani na kutii sheria bila shuruti. Hata kwa bodaboda wale ambao hawatii sheria na kufuata sheria za usalama barabarani, tunatoa tu wito kama jeshi la polisi hasa la RPC, tunaomba sana wanaofuata sheria za usalama barabarani, kama sisi uongozi wa bodaboda mkoa tutaendelea kupita kijiwe baada ya kijiwe kuhakikisha wanafuata sheria za usalama barabarani. Tutatoa elimu kuhusu kuvaa helmeti na hasa kutumia satimila kwa barabarani. Naitwa Nelson Mwagama, ila ya serikali ni Simon Ngulo. Mimi ni mwenyekiti wa kituo cha General Hospital ndani ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Mimi kutokana na jukumu ambalo ametuita leo RPC kwa maana ya maafisa usafirishaji, kwanza nipende kushukuru kwa nafasi yake ya kipekee. Ni kweli wamepatikana ma-RPC wengi ndani ya jiji letu la Dodoma, lakini wamekuwa wa kipekee sana. Ametujali kwa kiwango kikubwa, ametambua nafasi yetu na sio kutambua kwa maneno, ametuchangia pesa shilingi milioni 1 kwa ajili ya kufungua SACCOS yetu ya Umapido SACCOS. Kwa mimi nimeona kitu cha pekee kwa upande wake na nabaki na shangaa, na naamini haya aliyozungumza leo yatakwenda kufanya kazi kwa vitendo, sio kwa maneno. Namshukuru sana RPC kwa kuendelea kutupa mawaidha kupitia SACCOS yetu ya Umapido. Na wakati mwingine tulikuwa tunapata ukakasi namna kuwafikia viongozi wengine wanaoweza kutusaidia kwenye SACCOS, lakini yeye ametupa maelekezo, ameahidi kuendelea kutupa nguvu namna kuwapata viongozi wengine wakiwemo wabunge, wanasheria mbalimbali, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wengine ambao yeye anawatambua. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ushirikiano wake. Kwanza kabisa namwahidi RPC kama kiongozi kwamba hili tutashirikiana kwa pamoja, kwa sababu hawa watu wanaovunja sheria barabarani wakati mwingine hawajisajili kwenye vituo ambavyo sisi tunakuwepo kama viongozi kwa sababu ya kufuata misingi yao binafsi. Kwa maana kuna watu wanaendesha pikipiki hawana vituo, wanaitwa popo hao. Hawana vituo vya aina yoyote, wao kazi yao ni kuzurura tu mahali popote. Kwa hiyo unakuta amempakia abiria, mwisho wa siku abiria anapoteza vitu vyake, anapoteza mizigo bila kutambua kwamba huyu mtu atampata katika mazingira gani. Kwa sababu kwenye vituo vyetu sisi asilimia kubwa wote tunatambuana, kwa maana wanaoendesha bajaji pamoja na wanaoendesha pikipiki wote tunajuana. Kwa hiyo kupitia hili la Mheshimiwa RPC sisi kama viongozi tutalifanyia kazi, kwa sababu ametupa ushirikiano kuanzia maaskari walezi na watu wengine. Kwa hiyo hili tutalikomesha, na ninatamani Dodoma iwe mfano na mikoa mingine ije ijifunze kwetu.